Kisha atamchukua huyo ng'ombe nje ya marago na kumchoma moto, vile vile kama alivyochoma moto ng'ombe wa kwanza. Ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya mkutano. Mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo ambayo Bwana Mungu wake aliyazuilia yasifanywe, naye amepata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ataleta mbuzi awe matoleo yake, mume mkamilifu. Kisha ataweka mkono wake kichwani mwake huyo mbuzi na kumchinja hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana. Ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atatoa katika damu ya hiyo sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, nayo damu yake ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya kuteketezwa, na mafuta yake yote atayateketeza juu ya madhabahu, kama alivyoteketeza mafuta ya hizo sadaka za amani. Naye kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, naye atasamehewa. Na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatwaa katika hiyo damu yake kwa kidole chake na kuitia pembe za madhabahu ya kuteketeza, na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Naye akileta mwana kondoo kuwa sadaka ya dhambi, ataleta wa kike mkamilifu, naye ataweka mkono wake kichwani mwake sadaka ya dhambi. Kisha atamchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatoa katika hiyo damu ya sadaka ya kuteketezwa kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha damu yake ataimwaga hapo chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, kama mafuta ya mwana kondoo yaliondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu
kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongezwa kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 7. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana, akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana au la mapatano au la kumnyang'anya au kumwonea mwenziwe au kuzumbua kitu kilichopotea na kutenda la uongo juu yake na kuapa kwa uongo, katika mambo hayo yote mojawapo atakalolitenda mtu na kufanya dhambi kwalo, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia, atarudisha hicho alichokipata kwa kumnyang'anya, au kitu kile alichokipata kwa kuonea, au ile amana aliyowekewa, au kitu kile kilichopotea alichokizumbua yeye, au kitu chochote ambacho amekiapia uongo, atakirudisha hata kwa utimilifu wake. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 zaidi juu yake, naye atampa huyo mwenyewe siku hiyo ambayo atakapohukumiwa kuwa mwenye hatia. Kisha ataleta sadaka yake ya hatia kwa Bwana, ni kondoo mume wa katika kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu atakayomwandikia kuwa sadaka ya hatia, na kumpa kuhani. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana, naye atasamehewa. Katika jambo lolote alifanyalo hata akapata kuwa mwenye hatia kwalo. Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 8 hadi mstari wa 30. Mafunzo kuhusu kafara. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, mwagize Haruni na wanawe, uwaambie, amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi. Na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake. Naye atazoa majivu ambayo huo moto umeiteketezea sadaka juu ya madhabahu. Kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha
atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine. Kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. Na amri ya hiyo sadaka ya unga ni hii: wana wa Haruni wataisongeza mbele za Bwana, mbele ya madhabahu. Naye atatwaa konzi yake katika huo unga, katika huo unga mwembamba wa sadaka ya unga, na katika mafuta yake, na ubani wote ulio juu ya sadaka ya unga. Kisha atauteketeza juu ya madhabahu kuwa harufu ya kupendeza, kuwa ukumbusho wake kwa Bwana. Na unga uliosalia Haruni na wanawe wataula. Utaliwa pasipo kutiwa chachu katika mahali patakatifu. Katika ua wa hema ya kukutania ndipo watakapoula. Hautaokwa na chachu. Nimewapa kuwa sehemu yao katika matoleo yangu, yasongezwayo kwa njia ya moto. Ni kitu kitakatifu sana, kama hiyo sadaka ya dhambi na kama hiyo sadaka ya hatia. Kisha mwanamume miongoni mwa wana wa Haruni atakula katika huo, kuwa ni haki yao milele katika vizazi vyenu, katika matoleo ya Bwana yasongezwayo kwa njia ya moto. Mtu awaye yote atakayevigusa atakuwa ni mtakatifu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, matoleo ya Haruni na wanawe watakayomtolea Bwana katika siku atakayotiwa mafuta ni haya: sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba, kuwa sadaka ya unga daima, nusu yake asubuhi na nusu yake jioni. Utaandaliwa kaangoni pamoja na mafuta. Ukiisha kulowana utauleta ndani. Utasongeza hiyo sadaka ya unga vipande vilivyookwa, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na huyo kuhani aliyetiwa mafuta badala yake katika hao wanawe ataisongeza. Itateketezwa kabisa kwa Bwana kwa amri ya milele. Tena kila sadaka ya unga ya kuhani itateketezwa kabisa, isiliwe. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, uwaambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjiwapo sadaka ya kuteketezwa, ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi. Mbele za Bwana ni takatifu sana.
Huyo kuhani atakayeisongeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila. Italiwa katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania. Kila kitu kitakachoigusa nyama ya sadaka hiyo kitakuwa kitakatifu. Tena itakapomwagika damu yake yoyote katika nguo yoyote, utaifua nguo hiyo iliyomwagiwa katika mahali patakatifu. Lakini hicho chombo cha udongo ambacho hiyo nyama ilipikwa ndani yake kitavunjwa. Na kama ikipikwa katika chombo cha shaba, kitasuguliwa na kuoshwa kwa maji. Kila mwanamume miongoni mwa makuhani atakula katika hiyo, ni takatifu sana. Wala haitaliwa sadaka ya dhambi yoyote ambayo damu yake yoyote ililetwa ndani ya hema ya kukutania ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, itachomwa moto. Mambo ya Walawi sura ya 7 mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Na sheria hiyo sadaka ya hatia ni hii: ni takatifu sana. Wataichinja sadaka ya hatia pale pale waichinjapo sadaka ya kuteketezwa, na damu yake itanyunyiza katika madhabahu pande zote. Katika sadaka hiyo atasongeza mafuta yake yote, yaani mkia wake wenye mafuta na mafuta yafunikayo matumbo, na figo zake 2 na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na figo zake 2. Hayo yote atayaondoa. Na kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kuwa dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto. Ni sadaka ya hatia. Kila mtu mume miongoni mwa makuhani atakula katika sadaka hiyo. Italiwa katika mahali patakatifu, ni takatifu sana. Kama hiyo sadaka ya dhambi ilivyo, na sadaka ya hatia ni vivyo. Sheria yake ni moja. Huyo kuhani afanyaye upatanisho kwayo ndiye atakayekuwa nayo. Tena kuhani atakayesongeza sadaka ya kuteketezwa ya mtu awaye yote, huyo kuhani atatwaa awe nayo ngozi ya huyo mnyama wa sadaka ya kuteketezwa aliyomsongeza. Na kila sadaka ya unga iliyookwa mekoni, na yote yaliyoandaliwa chunguni au kaangoni, yote yatakuwa ya huyo kuhani aliyesongeza. Na kila sadaka ya unga, kama umeandaliwa na mafuta, au kama ni mkavu, watautwaa wana wa Haruni kuutumia.
kila mtu sawasawa. Mambo ya Walawi sura ya 7 mstari wa 11 hadi mstari wa 38. Mafunzo zaidi. Na sheria ya matoleo ya sadaka za amani. Atasongeza mtu kwa Bwana ni hii, kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani. Ndipo atakaposongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu, iliyoandaliwa na mafuta, na mikate ya kaki isiyochachwa, iliyopakwa mafuta, na mikate ya unga mwembamba uliolowama mafuta. Ataleta matoleo yake pamoja na mikate iliyotiwa chachu, na pamoja na sadaka za amani kwa ajili ya shukrani. Na katika hayo atasongeza kimoja katika kila toleo, kiwe sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana. Itakuwa ni ya kuhani atakayenyunyiza hiyo damu ya sadaka za amani. Na hiyo nyama ya sadaka zake za amani zilizochinjwa kwa ajili ya shukrani italiwa siku hiyo hiyo ya matoleo yake. Asisaze yoyote hata asubuhi. Lakini kwamba hii sadaka ya matoleo yake ni nadhiri au sadaka ya hiari, italiwa siku hiyo aliyoileta sadaka yake. Kisha siku ya pili yake kitakachosalia kitaliwa. Lakini hicho kitakachosalia katika hizo nyama za sadaka, hata siku ya 3 kitachomwa moto. Tena kama nyama yoyote katika hiyo dhabihu yake ya sadaka za amani ikiliwa siku ya 3, haitakubaliwa, wala haitahesabiwa kwake huyo mwenye kuisongeza. Itakuwa ni machukizo, na mtu atakayeila atachukua uovu wake. Tena nyama itakayogusa kitu kilicho najisi haitaliwa, itachomwa moto. Na katika hiyo nyama nyingine, kila mtu aliye safi anaruhusa kuila. Lakini mtu huyo atakayekula katika nyama ya sadaka za amani, ambazo ni za Bwana, na unajisi wake akiwa nao juu yake, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kisha mtu awaye yote atakapogusa kitu chochote kilicho najisi, uchafu wa binadamu au mnyama aliye najisi, au machukizo yoyote aliyo najisi, kisha akala mnyama wa dhabihu ya sadaka za amani, ambazo ni za Bwana, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake.